Jarida maarufu la biashara duniani Forbes limetangaza kuwa nyota wawili wakubwa wa soka la dunia, Cristiano Ronaldo pamoja na Lionel Messi, sasa wamefikia hadhi ya kuwa mabilionea. Taarifa hiyo imeandika historia mpya katika mchezo wa soka, kwani mara ya kwanza kwa wachezaji wawili waliotawala kizazi kimoja kufikia kiwango hicho cha utajiri kwa wakati mmoja. Ronaldo ambaye kwa sasa anakipiga katika Al Nassr FC anakadiriwa kuwa na utajiri wa takriban dola bilioni 1.2. Mafanikio yake ya kifedha yametokana na mishahara mikubwa aliyoipata katika vilabu mbalimbali, mkataba wa kifedha, mkataba wake wa kifahari nchini Saudi Arabia, pamoja na biashara zake za chapa ya CR7 inazozihusisha mavazi, hoteli na manukato pamoja na vituo vya mazoezi. Kwa upande wa Messi, nahodha wa Inter Miami FC na timu ya taifa ya Argentina, Forbes inakadiria kuwa na utajiri wa zaidi ya dola bilioni 1.0. Mapato yake yametokana na mikataba mikubwa aliyokuwa nayo katika vilabu vya Barcelona, Paris Saint-Germain na Inter Miami, sambamba na mikataba ya matangazo kutoka kampuni kubwa za kimataifa. Mbali na vipaji vyake uwanjani, Ronaldo na Messi wamefanikiwa kujijenga kama chapa za kimataifa. Mamilioni ya mashabiki wanaowafuata kwenye mitandao ya kijamii pamoja na ushawishi wao katika masoko ya kimataifa vimewafanya kuwa miongoni mwa wachezaji waliolipwa zaidi duniani na miaka mingi mfululizo. Ushindi wao ulianza zaidi ya miaka 15 iliyopita. Ulianza kwa vita vya mabao, taji na tunzo za Ballon d'Or, lakini sasa wamehamia pia katika mafanikio ya kifedha. Wawili hao wamekusanya mamia ya mamilioni ya dola kupitia mishahara, bonus, matangazo na uwekezaji, jambo linalowafanya kuvunja rekodi ya kihistoria katika ulimwengu wa soka. Tangazo la Forbes linathibitisha kuwa Ronaldo na Messi si tu miongoni mwa wachezaji bora zaidi kuwahi kutokea, bali pia ni miongoni mwa wanamichezo waliofanikiwa zaidi kibiashara katika historia ya michezo duniani. Hadhi yao ya ubilionea inaonyesha jinsi soka la kisasa linavyogeuka kuwa biashara kubwa inayoweza kuwafanya nyota wake kufikia utajiri wa kiwango cha juu zaidi.